Habari zenu jamani, karibuni sana kwenye hii channel ya YouTube. Sasa hivi tutakuwa mara kwa mara tupo hapa kuwaelezea watu habari za kusafiri kwenda Ulaya bila kuibiwa na maagenti. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Tumeanzisha kipindi maalum kwa ajili ya kuwaelimisha vijana wanaotaka kwenda Ulaya bila kuibiwa, wajisafirishe wenyewe, namna watakavyojitegemea wenyewe kuanzia safari mpaka huko watakapofika Ulaya. Hii ni program tunataka tuifanye, elimu ienee kote ienee kwa kila mtu kama wanavyofanya wenzetu wa magharibi. Tusitegemee sana agenti kwa sababu wanatuharibia ndoto zetu. Vijana wengi walikuwa wanataka kuja Ulaya lakini wameshindwa kwa sababu ya kuibiwa na maagenti. Na maagenti wamekuwa wanatumia mwanya wa safari ya Ulaya kupata kipato kikubwa sana. Sasa tumekuja na hii program, namna ya kukuelezea namna ya kuandaa dokumenti zako, namna utakavyoandaa dokumenti zako zote. Sasa hizi tumejikita kuwaelewesha watu namna utakavyokuwa unaandaa dokumenti zako. Kwa mfano, unapotaka kwenda Ulaya, kuandaa dokumenti, cha muhimu kabisa ni passport yako, benki statement yako, na uwe na barua ya mwajiri, yani kama umeajiriwa. Alafu uwe na TIN number au kama utakuwa una duka au kampuni. Hakikisha unacho cheti cha ndoa, una cheti cha mtoto, hati ya nyumba, na barua ya polisi ya tabia njema au police clearance. Chanjo ya manjano, yellow fever, na corona. Ingawa corona sio muhimu sana, lakini ni nzuri tu ukawa nayo kwa tahadhari. Ulipe bima ya safari. Kwenye ule ubalozi utakaoenda watakuambia gharama ya bima ya safari ya nchi yao. Ulipe na ada pale ubalozini. Utalipa ada pale ubalozini, watakuambia gharama zao. Ufanye na booking ya ndege. Umeona? Alafu ufanye na booking ya hoteli utakaofikia. Alafu uhakikishe unao mwaliko, yani sababu itakao kupeleka Ulaya. Mwaliko, yani sababu itakao kupeleka Ulaya. Kwa mfano, labda unataka kwenda kuangalia mwaka kesho kombe la dunia Canada. Yani uhakikishe unayo tiketi, ndio mwaliko. Uhakikishe unayo tiketi labda ya mechi, labda utaangalia labda Senegal na Latvia, Senegal na nani, unaenda kuangalia. Maana hakikisha unachagua timu moja ya Kiafrika kuonyesha kwamba wewe kweli unaenda kutazama mechi. Huwezi kuchukua tiketi ya Italy na Spain, wanaweza wakasema sasa wewe unaenda kuangalia hiyo mechi vipi? No, inaleta kidogo. Lakini ukichukua ya mechi ya Kiafrika inacheza na ya Europe, inakuwa ina nguvu kidogo ile ni tiketi yako ya kumconvince yule balozi wa Canada akupe visa. Hii kitu tutakuwa tunaifundisha. Hii ni namna kuandaa document. Na hizi dokumenti, kwa mfano barua ya mwajiri, TIN number, cheti cha watoto na cheti cha ndoa na hati ya nyumba, hizi zinakuwa ni sababu za kumfanya balozi ajue kwamba utarudi nyumbani. Wanaita strong ties, za kumfanya balozi akuone utarudi nyumbani, kwa sababu ili akuone utarudi nyumbani anajua sasa huyu ana mtoto atarudi, huyu ana ndoa atarudi tu, hawezi kuzamia. Huyu ana duka kubwa atarudi tu, hawezi kuzamia. Au huyu kaajiriwa kwenye kampuni kubwa atarudi. Ndio maana yake hizo document. Hizi za kiafya zinajulikana, hii chanjo na nini. Bima hizi ni sheria tu, zilipe. Haina gharama sana. Na booking ya ndege ni bure, lakini maagenti wengi wanalipisha. Wanakuambia kufanya booking sijui nitakutolea booking kwa 200, nitakufanyia booking kwa 300, booking ya ndege na hoteli. Maagenti wanawapiga sana watu ambao hamjui mambo ya safari za Ulaya. Hii jihadharini sana, mnaibiwa sana kwenye booking. Ni bure. Ni kiasi cha kumwaahidi tu mwenye kampuni, bana niwaifanyie booking, nikipewa visa nitakulipa. Umeona? Mialiko inauzwa kwenye internet inauzwa, lakini hii ni tahadhari kubwa sana. Usiifanye hii. Lazima umpate mtu ambaye anajua. Umuone mtu ambaye anajua, au ndugu yako amesoma, unaweza ukamwambia akakutazamia mialiko. Lakini kuna mialiko mingine ambayo huwa ni free, unaweza ukaiona. Kuna haya matamasha
matamasha ya wasenge duniani yakijitokeza hayo. Sijui kuna hii ya la Portugal litafanyika mwezi wa 7 Afro Nation, kuna hili la Expo Japani. Hayo ni mamialiko ambao unaweza ukanunua tu tiketi na kwenda. Kwa hiyo vitu vingine mnaweza mkawa mnakuja mnauliza kwenye live, tunawafundisha. Mmeelewa? Kwa hiyo hii namna ya kuandaa document. Kwa hiyo mtu asikuibie. Hapa nafafanua. Uandaaji wa document una gharimu pesa ndogo sana kwa hapa. Lakini kwa agent atakwambia 5,000 atakupeleka Canada. 5,000 euro ni milioni 15. Sikubali. Lakini ukiandaa we mwenyewe, passport unayo, bank statement wengi mnakuwa nazo. Labda hapa barua mwajiri kama hujaajiriwa dukani ndio unaweza kutumia za D2. TIN number lazima utakuwa nayo. TIN number rahisi kupata. Lakini sio lazima sana uwe na TIN number kama una barua ya mwajiri. Kwa mfano kama umeajiriwa, uwezi kuwa na haja ya kuwa na duka. Hiyo labda kama unakuwa nalo uongezee kama nguvu tu. Cheti cha ndoa kupata ni rahisi tu, ukienda huko, yani hivi vinapatikana. Cheti cha mtoto vinapatikana. Unaandaa dokumenti zako unapata. Hati ya nyumba vinapatikana. Haina haja ya kuvielezea sana, lakini vinapatikana. Havikufanyi wewe utoe milioni 15 hivi. Yaani hapo ukiangalia sana hivi ambavyo unaweza vikakugharimu labda 600,000 au 7 hivi. Hii nani, barua ya mwajiri, cheti cha ndoa, cheti cha mtoto, hati ya nyumba, ndio kugharimu kama 600,000 7. Basi hivi vingine ni vya kawaida. Hii sijui barua ya polisi, unaenda tu polisi pale, hata 10,000 15 unapewa. Hizi ndio unalipia. Hizi bima unalipa kabisa kihalali. Na hazifiki, sio nyingi. Unaweza kukuta labda bima unaambiwa labda 200,000. Ada unakuta 150,000 ya ubalozini. Booking ya ndege ni bure, lakini hamwambiwi. Sasa